Mtazamaji wa Uondo TV, hii ni Uondo Michezoni. Mimi naitwa Aidan Jeremiah. Taarifa mbalimbali za kimichezo na ripoti mbalimbali ambazo zinapatikana ndani ya Uondo TV. Kikubwa ambacho na kushauri mtazamaji wa Uondo TV, usahau kusubscribe, lakini endelea kulike, kushare na kucomment ili kuweza kuwa mtu wetu wa kwanza kufuatilia matukio mbalimbali na taarifa kaza za kimichezo. Story kubwa ni namna ambavyo Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wajumbe katika klabu ya Simba Sports amezungumza kwa kiasi kubwa, na hii ni baada ya mchezo wa NBC Premier League kutamatika katika dimba la KMC Complex jijini Dar es Salaam, mchezo ambao Simba ilifanikiwa kupata ushindi wa magoli 5-1, hat-trick ya Jean Chazawa, lakini pia magoli 2 yakifungwa na Christian Leon Ateba. Murtaza Mangungu amepata nafasi ya kuweza kuzungumza na waandishi wa habari. Amezungumza mambo kaza. Moja kati ya kauli ambayo ameizungumza ni namna ambavyo amegusia ile sakata ya dabi ya Kariakoo. I mean kwamba Young Africans Sports Club dhidi ya Simba Sports Club, vitu vingi ambavyo amevizungumza, lakini pia ameenda mbali zaidi kwamba kama kuna watu ambao watakuwa wanachangia kwenye hoja mbalimbali, wawe najua namna gani ambavyo mpira unaendeshwa na bodi ya ligi ambao tunasema kwamba ni TPLB. Lakini kipi ambacho amekizungumza Murtaza Mangungu ambaye ni mwenyekiti wa bodi ya wajumbe katika klabu ya Simba Sports? Hiki hapa ambacho amekizungumza. Kama ni siasa, lakini naona ni kama ni mambo ambayo hayahusiani na mpira. Mambo ya mpira yanaamuliwa na taratibu zilizowekwa. Bodi ya ligi ina consist vilabu vyote. Bodi ya ligi, hata hiyo TFF yenyewe, vilabu vya ligi kuu ni sehemu ya TFF. Labda hawaelewi hata structure yenyewe ya TFF inakuwa formulated vipi. Sasa ni mambo ambayo yani ni sawa na wewe mwenyewe uwe na kidole chako wewe kimoja alafu unakilaumu. Yani ndani ya mwili wako wote alafu unalaumu kidole kimoja. Haiwezekani. Nawaambia sikutaka kwenda katika engo hiyo, lakini ninachoweza kusema tu ni kwamba mtu anapokuambia sisi tunaonewa, mnaonewaje? Kwanza yani hilo ndo mnaonewa na nini? Yani kitu ambacho kinakuonea. Unajua kwamba katika maisha ya mwanadamu mtu mwingine sukari ni tamu, lakini akila anaona chungu. Sasa tuamini kwamba sukari ni chungu? Yani yeye akisema sukari chungu ndio tuamini watu wote? Inawezekana anasukumwa na maradhi, anasukumwa na tafsiri ya kinywa chake au ugonjwa, au pengine akili yake Mungu amemjalia haiwezi kutafsiri. Umeelewa? Tunapozungumzia uhuru wa nini? Yani unapozungumza uhuru wa kitu gani? Tunapozungumzia swala la uendeshaji wa mpira, TPLB ni bodi ambayo iko huru. Kanuni zote ambazo zinatungwa na zinatumika ndani ya uendeshaji wa bodi ya ligi ni kanuni ambazo zimetungwa kwa kushirikisha vilabu vyote vya ligi kuu. Governing Council ya bodi ya ligi ina consist wajumbe kutoka vilabu vyote. Sasa huyu ambaye analaumu anakuwa anafikiria nini? Yani anaelewa kwanza anachokizungumzia? Yani kwanza na ninyi waandishi mwe na nafasi ya kuwauliza hivi bwana wewe unalaumu hii, hebu tuambie nini unachomaanisha. Nasikia kuna mtu anazungumza La Liga sijui EPL, anaelewa vizuri? Inabidi aelewe kwanza. Fanya utafiti ili uweze kuzungumza vitu ambavyo vina msingi wa kujenga. Usizungumze tu ovyo tu ili mradi unaonekana wewe umesimama mahala. No. Kwa hiyo tuwe na nafasi ya kuwaruhusu watu wanaojua mambo waelezee na watu wapate kuelewa. Unapodai haki lazima ujue kwamba kuna wajibu wa kutekeleza kabla wewe kupata hiyo haki. Asanteni.